Bwana Yesu asifiwe. Leo nataka nishare na wewe kitu kimoja kizuri. Na unaweza kuwa wengi wanajiuliza namna gani neno ubarikiwe linaweza kuwa linafanya kazi. Kwanza tunapozungumzia neno ubarikiwe linatokana na neno baraka. Baraka manake bahati njema, ama tunaweza tukasema pia usaidizi, uwezesho, udhihirisho kutoka wa kimungu juu ya maisha yako. Usaidizi, uwezesho, udhihirisho wa kimungu kwenye maisha yako. Sasa neno baraka linazaa neno ubarikiwe. Tukiwa tunamaanisha kwamba na uwe na bahati njema. Yani uwezesho, usaidizi wa kimungu uambatane na wewe. Kila utakalolifanya ufanikiwe. Ndio tunakuwa tunamaanisha hivyo. Sasa namna gani inavyofanya kazi? Ninapokuambia au mtumishi wa Mungu anapokuambia ubarikiwe, manake ame-declare uwezekano wa mambo kadhaa mbele yako. Kwa sababu tunapoishi tunakutana na vitu vingi. Sasa inakufungulia wewe, inakupa strength, inakufungulia na ni fursa mbalimbali mbele hata wakati usipotarajia. Na ndio maana baraka nyingi zinakuja baada ya kufanya jambo fulani au baada ya kuambiwa jambo fulani. Kwa mfano, Mungu anasema zaeni mkaongezeke muijaze nchi. Biblia inasema Mungu akawabarikia, akawaambia zaeni mkaongezeke muijaze nini? Nchi. Manake nini? Manake anatupatia sisi, declare, anafungua milango, anaachilia uwezekano, anaachilia usaidizi, anaachilia uthibitisho, uwezekano wa jambo hilo kufanyika. Angalia Mungu alivyotubariki akasema ya kwamba msiwaze mle nini, mnywe nini, mvae nini. Angalieni ndege wa angani. Umeona hawafanyi hayo yote lakini wanakula. Na ndio maana unakuta licha ya kwamba tunaweza kuwa tunapambana hapa na hapa, lakini ule uwezesho, ule uwezekano wa mtu kula na kushiba umetoka kwa Mungu. Haijalishi kwamba una fedha za kununua chakula ama vipi. Manake unaweza ukala, wangapi wanakula chakula lakini au wangapi wana fedha lakini hawaruhusiwi kula baadhi ya vitu, hawaruhusiwi, hawajisikii kula kwa sababu ya changamoto mbali. Kwa sababu Mungu anapotoa uwezesho, manake declare uwe na afya nzuri ili hata utakapokula chakula kifanye kazi. Declare ya kwamba hata ukiwa huna pesa upate chakula, hata ukila chakula cha kawaida afya yako ijengeke. Ndio alikuwa anazungumzia hivyo. Asingezungumzia hivyo, nilikuwa nawaambia watu ya kwamba inawezekana kabisa kupata mlo mmoja wa chakula ingelikuwa ni kama kujenga nyumba. Unaelewa vizuri? Sasa sitaki kwenda huko. Neno kama ubarikiwe manake lina create future mbele. Hata unapofanya jambo fulani ambalo linaashiria baraka ili upate baraka, manake linatengeneza fursa mbele. Nitakupa mfano wa Dorcas wa kibiblia kabisa. Dorcas alifanya mambo mengi ya baraka. Alipokuwa mzima, alikuwa anawashonea wajane nguo, anawapatia, alikuwa anawahudumia vizuri. Ilikuwa ni jambo la baraka. Bila shaka na wao walikuwa wanasema ubarikiwe, 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 ubarikiwe. Tunaweza kuona kwamba lile neno, ndio maana nataka nikwambie neno huwa linaishi. Neno linaishi, neno halipotei. Utakaoliongea linasubiri tu wakati ili iweze ku-apply, kujidhihirisha lile neno. Angalia, alikuwa anafanya hayo yote. Bila shaka wale wajane walikuwa wanamwambia Dorcas ubarikiwe, ubarikiwe. Na yeye akawa anaitikia amina, amina. Yawezekana alikuwa anaona mambo yanaenda tu kawaida, maisha yanaenda tu kawaida. Siku moja bila shaka akaugua akafa yule Dorcas. Wale wajane waliposikia wakajisikia vibaya sana. Inakuache. Bila shaka wakamsihi Mungu, huyu mtu tunaomba afufuke, mpe uhai tena. Biblia inasema ya kwamba Dorcas akafanya nini? Akafufuka. Kwa nini? Kwa sababu ya yale maneno waliokuwa wanasema ubarikiwe. Wengine wanaweza kusema ubarikiwe uishi maisha marefu. Wewe unaweza kuona kama ni kitu cha kawaida.
Na kuna mwingine anaweza kaambiwa uishi maisha marefu, baada ya miaka 15 akafa. Inawezekana yule angekufa baada ya mwaka mmoja. Kwa neno lina apply sana. Lakini nitakupa mfano. Niliwahi kusikia mfano mmoja wa kijana mmoja ambaye kwanza kuna mama mmoja ambaye nafikiri alikuwa Dar es Salaam pale, alikuwa ni mke wa kiongozi tu mkubwa miaka ya nyuma hapo. Sasa wakawa wamepata msiba. Walipopata msiba wakasafiri kwenda mkoani. Walipofika mkoani, sasa uzuri yule mama alikuwa anapenda sana mapapai. Na lile eneo mapapai yale yalikuwa adimu, yanapatikana umbali mrefu, nafikiri kama kilomita kama sio 50-30 hivi. Sasa akawa yuko eneo lile, akasema jamani, ninahitaji mapapai. Wakamwambia bwana, eneo hili huwezi kupata mapapai. Hii ni mbali sana na hamna usafiri mwingine zaidi ya baiskeli miaka hiyo. Lakini kuna kijana mmoja aliposikia akasema, mama usijali, mimi nitakufuatia. Kweli mwanangu akachukua baiskeli yake akaondoka, akaenda umbali mrefu sana, tangu asubuhi akarudi jioni, lakini akarudi na mapapai. Yule mama alipoona vile, moyo wake uli appreciate sana. Akasema inakuaje? Nimefanikiwa? Akasema ndio nimefanikiwa mama, haya hapa. Unaitwa nani? Akamtajia jina. Maisha yameenda. Manake yule mama alimwambia ubarikiwe. Alifanya yule mtu jambo la kuashiria baraka. Na kweli unaweza kaona kwamba lile neno inawezekana halikuapply mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa 4. Sasa baada ya miaka kadhaa kupita, yule bwana alikuwa Tabora huko, anaendelea na shughuli zake, akawa amepewa notice kwamba wewe inaonekana sio mwananchi halali hapa, uraia wako na mashaka, kwa tunakupa masaa 24 uwe umeshughulikia au umeondoka nchini. Ikawa tayari jambo lile ni changamoto sana kwake. Cha kufanya akaondoka. Akawaza, akasema ngoja niende Dar es Salaam nikashughulikie. Akaenda, akasafiri na treni mpaka Dar es Salaam, akafika jioni. Kufika jioni akawa, kwa sababu na yeye alikuwa ni mtumishi wa Mungu, akaamua afikie kwenye kanisa moja lilikuwa pale Dar es Salaam, nafikiri Mnazi Mmoja miaka hiyo. Alipofika pale, anafika ile jioni, anaingia kwenye ile kanisa, ndio wamemaliza ibada, wanatoka. Anakutana na yule mama sasa ambaye alimchukulia mapapai muda mrefu sana. Akamkumbuka, akamwambia wewe ni fulani? Akasema ndio. Karibu sana, vipi? Mbona mabegi? Akasema yani mimi sina kwa kufikia, ndio nafika hapa na nimepewa notice kwamba niondoke nchini au nifuatilie masuala ya uraia. Akasema usijali, ingia kwenye gari, baba yako atalishughulikia hili. Akasema sawa. Wakaondoka, wakafika mpaka nyumbani. Yule mama akamwambia mume wake kwamba huyu kijana na 1 2 3 4, na huyu kijana ndio yule aliyenisaidia mapapai siku ile nikakwambia habari zake, alifanya jambo kubwa sana. Baba yake akamwambia basi usijali, kesho ninapoondoka kwenda ofisini usichelewe, tuondoke wote. Jambo hilo likawa limeshughulikiwa kwa namna hiyo, kwa sababu yule mtu alikuwa ndio kiongozi mkubwa anayehusika na masuala haya. Akafanikiwa yule bwana. Sasa na kuonyesha kwamba neno lile lilikuwa linasubiri wakati wa kutimia. Manake nini? Manake ni kwamba Mungu akiwa amesema baraka hizi ni za kwako, ubarikiwe, kila utakalofanya likafanikiwe. Manake ni nini? Manake lile neno linakuwa linasubiri either hali itakayojitengeneza yenyewe au wewe muhusika utengeneze hali ile ya kubarikiwa. Haleluya. Sasa manake nini? Manake ni kwamba kama mtu akikwambia ndugu yangu ubarikiwe, biashara yako iongezeke, manake neno lile liko hai tayari, liko activated, linasubiri mahali pa impact. Nilitoa mfano neno baraka naweza nikafanisha na risasi. Risasi ikitoka kwenye bunduki isipokutana na object, kitu ambacho ni cha kupiga, inaenda inatua tu kule itakakotua, na ikitua itatua kama chuma tu kimetua. Lakini ikikutana na object ndio utaona nguvu ya ile risasi ilikuwaje. Manake watu wengi
wameambiwa ubarikiwe, lakini hakuna object. Kwa hiyo wameshindwa kuona nguvu ya lile neno ubarikiwe. Lakini lile neno ubarikiwe likakutana na object, ndio utaona kwamba lile neno lina nguvu, linaweza kufungua malango yaliyofungwa. Nimesema ile risasi ikipigwa kwenye kitu, ile nguvu ya bunduki, ile risasi, ndio utaona kumbe risasi ilikuwa ya moto kweli. Lakini risasi isipokutana na chochote, ikienda ikatua kule, hata inapotua unaweza kaiona kasema kimeanguka tu. Haleluya. Ndivyo ilivyo neno barikiwe na maneno mengine. Nimetumia neno baraka kukudhihirishia hilo. Sasa watu wengi wamebarikiwa. Watu wengi wameshaambiwa na Mungu umebarikiwa. Wameshaambiwa na watumishi wa Mungu umebarikiwa. Wameshaambiwa na wazazi wao umebarikiwa. Lakini hawajatengeneza object, vitu vile vya kufanya lile neno lije lilete matokeo. Mwingine anataka ambiwa Bwana ubarikiwe biashara yako iwe kubwa. Ndio kwanza alikuwa anafanya juhudi, anaacha kufanya juhudi. Haleluya. Kwa hautaona impact ile neno. Ukiambiwa ubarikiwe, chukua lile neno. Nasema nimeambiwa nibarikiwe, hakika nahitaji nibarikiwe. Anza bidii, anza kumsihi Mungu kwa bidii akuonyeshe njia na malango. Nitakupa mfano. Mungu anamtokea Mfalme Sulemani katika ndoto. Anamwambia omba lolote nitakupatia. Sulemani anaanza kueleza, kwa sababu umekuwa hivi, umemfanyia hivi baba yangu mazuri, na sasa umenifanya mimi kuwa juu ya watu hawa. Sasa siwezi kuwaongoza watu hawa bila hekima, na naomba unipatie hekima ili niwaongoze watu wako kwa hekima. Mungu akafurahishwa na yale maneno, akasema hakika umeomba vyema, hivyo haya yote nimekupatia, na hata mali na utajiri ambavyo hukuviomba nimekupatia. Kuanzia sasa hekima na maarifa uliyoiomba nimekupatia. Tunaona kabisa ukimaliza ile ndoto, tunaona kwamba Mungu anaishia kusema nimekupatia. Na immediately baada ya mistari ile inayoelezea ile ndoto, Mungu anasema nimekupatia. Tunaona kuna kama ukawaida tu. Lakini linatokea tukio la wanawake wawili makahaba ambao walipishana siku 3, kila mmoja alizaa mtoto. Huyu alizaa siku ya kwanza, baada ya siku 3 akazaa mwingine. Na mmoja wapo akalalia mtoto wake akafa. Kesi ikawa kubwa kwa mfalme. Kila mtu anasema huyu ni wangu, aliyekufa ni wa huyu. Mfalme ikabidi, kesi kama hiyo ni ngumu sana kujua ni mtoto ni wa nani na huyu mtoto ni wa nani. Akasema kwa sababu Mungu alishamwambia nimekupa hekima. Na hata yeye mwenyewe inawezekana hakuwa amegundua kwamba nimeshapewa hekima. Akapata tu idea, wazo, kwamba mchukue mtoto huyu. Akaita askari, chukueni mtoto huyu. Sasa mtamkata nusu. Mmoja apewe nusu na mwingine apewe nusu. Akasubiri reaction ya wale wanawake wawili. Mmoja akasema ndio, afadhali tumkate kila mtu apate nusu. Mwingine akasema la mfalme, usimkate mtoto huyo, usimdhuru, ila naomba umpatie huyu. Mimi nibaki na huyu aliyekufa, huyo mtoto mwache aendelee kuishi. Sulemani akapata jibu kwamba huyu ndiye mwenye mtoto. Na hata kama sio mwenye mtoto, basi hii naongeza mimi sasa, hata kama si mwenye mtoto, basi anafaa kuwa na mtoto. Kama ameweza kumhurumia leo, anaweza kumhurumia kesho. Hiyo ndio ilikuwa hekima, na watu wote wakashangaa ile hekima. Unaweza kuona kwamba tatizo lile lilikuwa ni object. Ile hekima ilipokuja kwenye ile tatizo ikatatua vizuri. Ndio tunaona kweli Sulemani alipewa hekima na Mungu. Sasa watu wengi wamepewa uwezo wa kubarikiwa na Mungu, uwezo wa baraka na Mungu, lakini hawana vitu, object za kuweka kuliapply kwenye lile neno ilete nini? Ilete matokeo. Haleluya. Ni kama vile ukiumwa leo unavyoenda hospitali, wanachukua kimiminika fulani, wanachukua na damu yako, wanachanganya, wakipata kitu fulani wanajua una malaria. Ndivyo ilivyo, manake neno ubarikiwe ni kama ile dawa. Kama damu yako haitaingizwa kwenye ile dawa, hatutapata yale matokeo. Haleluya. Kwa mtu anaweza kukuchukua damu kawaida, lakini asiingize kwenye ile kimiminika, ile kama ni kemikali au ni nini, ikaleta matokeo tukajua kwamba una malaria. Haleluya.
Ndivyo ilivyo. Kwa watu wengi wamebarikiwa, lakini hawajui kama wamebarikiwa. Na nataka nikuongezee kitu hapa. Baraka sio tu pesa. Baraka ni ability. Kwa sababu kama baraka ingekuwa pesa, basi tunatarajia kwamba mwana wa Mungu ambaye ni Yesu Kristo alipokuwa duniani ndio angekuwa trillionaire. Lakini hayo sio ya msingi sana mbele za Mungu. Na haimaanishi sio ya muhimu sana usiyatafute, unaweza kuyatafuta tu. Lakini anasisitiza kwamba utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake. Yako maneno mengi sana yako pending. Nikisema pending maana yake yako kwenye foleni. Yanasubiri wewe uchukue hatua, ama yanasubiri akili yako iweze kuelewa alikuwa anamaanisha nini. Kwa Mungu akisema ubarikiwe, anamaanisha ya kwamba Mungu kwanza, alafu chukua hatua. Ili utakapofanikiwa usiseme ni akili na uwezo wako ndio vilivyonipatia haya yote, bali ni Mungu. Ndio maana neno lake linasema, bali utamkumbuka Bwana Mungu wako, kwa maana ndiye akupaye nguvu za kupata utajiri. Haleluya. Kwa tumebarikiwa, usione kama uko kwenye laana. Umeshabarikiwa. Kwa sababu laana ni maneno yanasubiri ufanye tukio la uovu iapply. Baraka ni maneno yanasubiri ufanye tukio jema ama bidii iapply. Neno la Mungu linasema mkono wa mwenye bidii hutajirisha. Bidii. Labda nikuongezee tena kitu hapa, maana ya bidii. Niliwahi kumwambia mtu mmoja, nikamwambia sikiliza, bidii maana yake ni kufanya kitu ipasavyo. Usizidishe sana, usipunguze sana. Fanya katika kiwango kinachotakiwa. Kwa mfano, wewe ni mfanyakazi ofisini. Jitahidi sana ufike on time. Usizidishe sana umewahi kupitiliza, unaweza kuzua mengine. Na wakati wa kuondoka, usikae sana useless kazini ukapitiliza. Fanya kitu on time. Kwa nini? Kwa sababu utakapofika on time, na mara nyingi mtu wa kukufanya wewe, kama ni Mungu anamlinki mtu kwako, huwa hawezi kufika nje ya huo muda. Eti kwamba nilikuja saa 8 za usiku, nitaka nikupatie nikuongeze cheo, nikufungulie milango uongezwe cheo, kwa nikakukosa. Hapana, atakuja katika ule muda wa kazi yako. Ndio maana hapa ndo tunazungumzia bidii. Muda wa kazini wapo kazini. Muda wa kuondoka kazini uondoke. Hiyo ndio bidii. Muda wa kufanya kazi, fanya kazi kwa kiwango. Hiyo ndio bidii. Unaweza ukawa umewahi kazini, unakuwa mwaminifu kufika kazini, lakini sio mwaminifu kufanya kazi. Hiyo nayo ni changamoto. Unaweza kuwa mwaminifu kufanya kazi, lakini mchelewaji kazini, utapishana na gari la mshahara. Kila kitu kifanyike katika kile kiwango sahihi, moderate. Anasema moja ya tunda la Roho ni kiasi. Kiasi maana yake ni self control, kujimiliki, kuweza kufanya vitu on time. Nimekupatia hii ili uweze kuchukua neno la hapa na kuliweka neno la hapa, kwa sababu kupitia huo uwezo Mungu atazidi kufungua malango yako. Utamuona Mungu na utabarikiwa zaidi. Kila mtu amebarikiwa. Kuna watu wengi wanashikilia, mimi nahisi nina laana za ukoo, laana zinanitawala. Sikiliza, laana inatoka, yani laana, uwepo wa neno laana ni kwa sababu ya kuto kuwepo kwa neno baraka. Kuwepo kwa neno baraka ni kuto kuwepo kwa neno laana. Ukiona kwamba unahisi una laana, fanya mambo ya kubarikiwa. Very simple and clear. So unahangaika. Na kama unahisi una laana, kumbuka ni wapi ulipoanguka ukarejea. Kwa sababu kila laana ina chanzo chake. Laana maana yake ni kinyume cha baraka. Tunaposema ubarikiwe, kuna mwingine anaambiwa ulaaniwe. Unaelewa vizuri? Ukiona wewe wengi wanashikilia tu, wanaambiwa laana za ukoo. Hapana, sio laana za ukoo. Fanya mambo ya kuachilia baraka, utaona baraka. Yani wasababishe watu waseme mambo ya baraka. Msababishe Mungu aseme baraka, yani aseme ubarikiwe. Utabarikiwa mjini, utabarikiwa nyumbani, utabarikiwa kapu lako la kandiaunga. Kuna vitu kifanya Mungu atasema ubarikiwe. Kuna vitu kifanya mzazi wako atasema ubarikiwe. Kuna vitu kifanya huyo mtu unayemtazama wa karibu yako, au watu wote watakwambia ubarikiwe. Na kuna vitu kifanya wote watasema ulaaniwe. Kwa hiyo Biblia inasema uzima na kifo viko katika uwezo wa ulimi. Manake baraka na laana hali kadhalika vipo katika uwezo wa ulimi wako.
Mungu akubariki. Tenda mambo mazuri, sababisha watu waseme ubarikiwe, wape watu vitu. Ndio maana Biblia inasema wapeni watu vitu nanyi mtapata kipimo cha kusukwa kushindiliwa. Cha kushindiliwa mpaka kusukwa. Unajua ile kushindiliwa kama unamimina mahindi kwenye debe, unaweka alafu unatikisa unashindilia, unajaza mpaka kujaa na kuzidi. Ukiwapa watu vitu, usiwe mchoyo. Wewe usijione, wape watu vitu. Wasababishe watu waseme ubarikiwe. Msababishe Mungu aseme ubarikiwe. Sababisha jamii iseme ubarikiwe. Ukisababisha watu waseme ulaaniwe, maisha yako yatakuwa magumu. Ndio hilo. Mungu akubariki sana. Video ni ndefu kidogo, share na mwenzako na Mungu atamfungua. Amen.